Mchungaji huyu akiwa chini ya taasisi ya A Light to the Nation ambao imekuwa ikifanya matangazo yake hapa mjini Tabora katika maeneo mbalimbali juu ya mkutano huo ambao umetamkwa kama sherehe ya Injili. Wamekuwa wakifanya matangazo kwa muda mrefu, lakini kadri siku zilivyokuwa zikienda kuelekea katika mkutano huo ambao ulikuwa unapaswa ufanyike tarehe 19 Machi mwaka huu, ni kwamba walianza kwenda sasa kwenye shule za msingi na sekondari kwenda kutoa zawadi ya mipira ambayo yenye alama yenye viashiria vinavyokwenda kinyume na maadili ya Kitanzania. Hapa ndipo mkuu wa mkoa wa Tabora Pochacha akalazimika kuitisha kamati ya ulinzi na usalama na kufanya pengine uchunguzi wa hapa na pale na kubaini kwamba katika hizo zawadi kwa maana ya mipira na vijitabu kwa maana ya vijarida, wakagundua kwamba vina viashiria alama ambazo zinahamasisha vitendo vya ukiukwaji wa maadili ya Kitanzania. Ndipo mkuu wa mkoa akazungumzia swala hilo. Zawadi hizo zimebainika zimeanza kugawiwa kwa muda gani sasa, na pengine shule ngapi zilifikiwa na wanafunzi kupata zawadi hizo? Na mpaka sasa kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wamekwisha fikisha jumla ya shule 50 kwa maana shule za msingi pamoja na sekondari, lakini bado walikuwa wakiendelea. Kwa mfano, kesho ilikuwa ni zamu ya shule ya sekondari ya Mirambo na shule zingine ambazo nao walitakiwa wapatiwe zawadi hizo za mipira, lakini kutokana na kauli hii ya mkuu wa mkoa sasa imelazimika isitishwe, na hakuishia hapo. Amewataka taasisi nzima hiyo kwa maana ya shirika zima hilo wakiwa pamoja na huyo mchungaji Dana waondoke mara moja, wasilale leo hii mkoa wa Tabora. Mimi Juma na kushukuru sana, tutaendelea kuwasiliana na wewe. Wacha tusikie kauli hiyo ya mkuu wa mkoa wa Tabora Pochacha. Kibali cha Injili kimepewa pale Kanyenye, uwanja wa Kanyenye. Kwa hatutegemei mtu akaenda kutoa misaada mashuleni. Hii misaada tungeweza kuikuta pale, wale walioenda kwenye Injili pale uwanja wa Kanyenye, wale ni watu wazima, kila mmoja kaamua kwenda pale. Lakini mashuleni pale, kwamba leo shehe wa mkoa akute mtoto wake amefika na kipeperushi hichi, ameambiwa kwamba unatakiwa uokoke au ufanyeje. Lakini nyuma huku, nyuma yaka kajitabu kameandika kadi ya maamuzi. Manake baada ya hapo mtoto huyo anatakiwa amue, aandike jina lake, umri wake, namba ya simu, anwani ya eneo analoishi. Mtoto, nyinyi si mna watoto, wanaweza kuamua kitu cha namna hii? Hii hatujaiona kabisa, tumekuja kuiona wanaitoa mashuleni kwa ufafanuzi wa hizi alama kama alivyofanuliwa kamati ya ulinzi hivi. Na niseme kwa ufupi, kwanza nimpongeze mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa sababu ligeenda sana, ilikuwa tuchafua pia wachungaji wote. Kwanza hao walipokea na wachungaji wote manispaa ya Tabora, ligetea picha ambayo sio nzuri. Binafsi kama katibu wa bedo mtendaji, mimi nimepokea maelekezo haya tena kwa amani, na toka jana nilipokea barua kutoka kwa Fande OCD ya kuzuia mkutano, tulisambaza makanisani, maana ndio wajibu wangu. Kama mamlaka imeamua hilo jambo, maana katikati kuna ukakasi. Sasa ni Rashid Jumanne, katibu wa umoja wa makanisa Tabora. Juma, kwa kumalizia, wakati tunaagana na wewe, kilichoamuliwa kwenye kikao jioni hii ni kipi? Kilichoamuliwa jioni hii kwenye kikao ambacho walikaa mkuu wa mkoa pamoja na kamati yake ya ulinzi na usalama, lakini pia wakawaita sehemu ya viongozi ambao walikuwa wakihamasisha juu ya mkutano huo. Serikali imeendelea na msimamo wake ule ule kuhakikisha kwamba haufanyiki mkutano huu mpaka uchunguzi utakapokamilika. Watakapojiridhisha sasa kama wanaona hakuna jambo lolote ambalo ni baya, basi wataruhusu, na endapo kama wataendelea kuona bado kuna ubaya ndani yake, mkutano huu ndio utakapokuwa umefikia mwisho wake na hautafanyika.